ndoa ya mkeka ya papo kwa papo. Wazinifu wawili wameshikwa, kwa kuwa tumeshindwa kuwapitishia ile hukumu ya uzinzi, tukaamua tuwaozeshe azaniatu, tukashindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo lakini pia tukaambiwa mzinifu mwanaume na mzinifu mwanamke au isipokuwa mzinifu mwenzake. Kwa hiyo kama wataozeshwa hawa hali ya kuwa wote wako radhi, ndoa yao inasihi. Lakini ni jambo ambalo mukhtalafu fihi, kuna kauli nyingi. Wapo ambao wanaopendekeza kwanza ipatikane yani walau ile tahara moja ya kujisafisha huyu mwanamke kutokana katika maji yale ya zinaa, kwa sababu wenda hawa wakati tunawaozesha wametoka kufanya tendo la ndoa, alafu tunawaozesha usiku wanafanya tena, au baada ya pale wanafanya tena tendo la ndoa. Katika matendo mawili yale kuna tendo moja limetengeneza mimba. Je, huyu mtoto huyu tunampa hukumu ipi kati ya hukumu mbili hizi, ile iliyotangulia ya zinaa au ile iliyofuata baadaye ya ndoa? Kwa kuna kamgogoro. Kwa hiyo ni vyema kwanza mwanamke huyu ajitakase ili kutazama katika lile tendo la zinaa haikupatikana mimba, ili tuweze kupata hukumu nzuri ya yule mtoto au ya mimba ambayo itakayokuja kupatikana baadaye, kulikoni kule kufanya papo kwa papo, kidogo pana ukakasi. Lakini ndoa, kauli ya wanawachuoni wanasema inasihi, wallahu a'lam.